makao yetu tunatoa na mchungaji wetu, heshimu idara ya vijana, niheshimu wageni mheshimiwa wetu, wake wachungaji wakiwa ndani, mama wetu, mama director, nisalamie tu. Bwana asifiwe. Amen. Oh, nisalamie tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema haleluya. Asante. Kwa majina naitwa Iko Peris. Mimi natoka sehemu za Nakuru. Nimetokea katika ibada ya Roda. Amen. 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 Kuna baadhi tumekutana, wengine hatujakutana, lakini bado safari inasonga mbele. Wao nisalamie tuseme haleluya. Asante kwa ufupi, kwa sababu hawa wanataka waingie katika huduma wa generation. Soma nami andiko katika kitabu cha Wafalme wa Pili 2 mstari wa 19 na 20. Mstari wa 19 na 20. Wafalme wa Pili. Tunasoma kwa imani. Neno la Baba linasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusii, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu uonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapoza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Bwana abariki andiko. Amen. Oh, sema amen. Amen. Chukua nafasi pole pole. Oh, yes, Mwami wanje, mtumishi wa Bwana, unapoona mji huu ni mzuri sana jinsi unavyoona, hata unavyoangalia mji huu mpendwa, mji huu unapendeza, lakini katika mji huu hauzai mami, mji huu unazaa mapoza. Ni kwa sababu maji yake ni maji machungu. Sema haleluya. Mji huu hauzai, na unapozaa unazaa mapoza, ni kwa sababu maji yake ni machungu, na maji haya hayawezi zaa. Andiko la Baba linasema
matoleo. Na niko sure ya kwamba wale wanaozaa mapooza utaona wakitoka. Amen. Oh, sema haleluya. Wale wanaozaa mapooza utaona wakitoka, ambao maji yao ni machungu, hayazai tena. Sema haleluya. Utaona wakitoka. Wale ambao wanazaa mapooza. Lakini wale ambao wanataka mji ukatibiwe, mtu lazima atakaa chini kwa ajili ya kupeleka chombo kipya katika madhabahu ya Bwana, kwa ajili ya kupeleka chombo kipya kwa ajili ya uponyaji. Haleluya. Unakuta wengine wanasema ya kwamba leo ni kwa sababu ni ibada ya wakifu, sisi hatutapeleka. Yaani wale ambao huwa wanazaa mapooza, wale wanaozaa mapooza, mchungaji, yaani ibada wako katika na vipimo ya kwamba leo ni ibada ya kasisi, leo ni ibada ya mama director, hatuwezi peleka 50. Leo ni ibada ya dhabihu, andika 100, andika 50. Wale wa kuzaa mapooza, sema haleluya. Wale wa kuzaa mapooza hanunumu hawezi hata mtoka madhabahu hawezi toa, lakini vile vitu vya mbele anavitaka avipokee, lakini hawezi peleka chombo kipya mbele ya kuona peleki chombo kipya. Yeye hawezi peleka, lakini anaweka vipimo ya kwamba tumetoa ndani ya sehemu, tumetoa sadaka. Tena kwa hiyo tutoe sadaka. Ukiangalia mwenendo wake ama ndani ya kanisa lake, maji yake ni machungu. Kanisa haliwezi inuliwa, inazaa mapooza. Maana anazaa mapooza. Haleluya. Wanazaa mapooza. Wale watu wanaozaa mapooza wanaangalia tu hata kutembea kwao. Kutembea kwake kuonyesha kwamba huyu anazaa mapooza. Oh, sema amen. Huyu ataleta chombo kipya mami. Yule mtu anayezaa mapooza, utakaposema ni sadaka, lazima angalie ndani ya mfuko yake. Mkono wake uko na super glue. Ukishika yeye unajua ameshika 20, ameshika 50. Oh, sema haleluya. Lakini jioni leo mtumishi wa Mungu ambaye ni Elisha anasema nileteni chombo kipya. Yaani amejibao mbele chombo kipya ni kwa ajili ya kuhani. Oh, sema haleluya. Peleka chombo kipya kwa ajili ya kuhani. Unaona, ukitaka ubarikiwe. Safari ya kwanza nilianza na kufundisha kanisa ya kwamba Kaini na Abili wanapeleka sadaka kwa madhabahu ya Bwana. Na ni kama ninauliza kanisa, maana nilikuwa nikifundisha kanisa, ninawauliza ya kwamba ni kwa nini sadaka za Kaini hazikubaliwa na Mungu? Ni kwa nini? Ni kwa nini? Yote hicho ni runda. Ni kwa nini sadaka za Kaini hazikubaliwa na Mungu? Asante. Yote hicho anasema hakutoa na moyo mzuri. Yote hicho ni mitume, kwa nini hazikubaliwa sadaka za Kaini? Sadaka za Kaini kwa nini hazikubaliwa? Oh, kikiri, yes, kikiri. Kwa nini hazikubaliwa? Yote hicho ni kikiri. Hakutana moyo mmoja, the same answer. Oh, sema amen. Rudi lichoni wakashe. Usiende nje, rudi kidogo. Mchungaji wa station. Kwa nini sadaka za Kaini hazikubaliwa na Mungu? Hazikuwa za kupendeza. Asante. Kila mtu ako na swali lake. Rudi lichoni wakashe. Kwa nini sadaka za Kaini hazikubaliwa na Mungu? Ilikuwa mapato. Yaani karibu ajaribu. Uko sawa baba, uko sawa. Umejaribu, umeshinda watu. Leo kitu tunakupea. Rudi lichoni wakashe. Kwa nini sadaka za Kaini hazikubaliwa na Mungu? Hazikuwa za kukubalika. Hazikuwa za kukubalika. Ni swali la nani? Unajua uchumi uko na tafsiri tofauti, si kweli? Wacha nipate answer. Baba sema kwa nini hazikubalika? Watu wametoa sadaka. Uchumi unanitia moyo ya kwamba Kaini anatoa yale mavuno. Kaini alikuwa mkulima. Analeta mavuno kwa madhabahu ya Mungu. Na pia Abili alikuwa mfugaji. Analeta tena mifugo kwa madhabahu ya Mungu. Kwa nini sadaka za Kaini hazikubalika? Abili alitoa mifugo wale wa kwanza. Good. Very good baba. Hii kwa hiyo unashiriki lichoni gani? Kashi.
Yeye analeta kwa madhabahu ya Bwana. Lakini Kaini alipovuna mahindi, akaangalia ile mahindi imedhoofika, ile vitu vimeharibika, ndivyo analeta kwa madhabahu ya Bwana. Sema haleluya. Alileta wazaliwa wa kwanza kwa madhabahu. Nikawa nafundisha kanisa kuhusu baraka. Wengi ninajua kwamba mnapofanya kazi, kitu cha kwanza unachuma kitu ambacho tunaita nyumba. Sio yame nenda kutunga. Nyumba ya wenyewe Mungu wenyewe. Unakata mshahara unapeleka kwa Mungu. Ya pili ni chama chale. Na kutunga sehemu yake. Unachukua unapeleka kwa chama. Ya tatu unakuja unasema nilikuwa na kitenge hapa. Nataka kushona. Nataka nishone. Unaenda unashona kitenge. Lakini kwa sababu utapeleka vile vitu ya kwanza, sima shirema. Kama ni mzee amesema wacha niende Kikomba, nikanunue shati. Akifika Kikomba ananunua shati kumbe amenunua kola. Ndio maana siku iko nyuma. Sema haleluya. Siku iko mbele. Siku inakuaga mbele. Leo hii siku ya nyuma. Ajeni kwa nini? Ni kwa sababu hujaleta vile vitu vya kwanza. Katika madhabahu ya Yesu. Leta vitu vya kwanza. Yesu anakuinua. Leta vitu vya kwanza. Na anasema unaponijaribu wakati wa mateso ukaniite. Na ukamwita wakati wa mateso. Huyu Yesu anaitikia. Yesu anaitikia. Yesu anaitikia. Yesu anaitikia. Haleluya. Haleluya. Leta kwa kwanza. Tunataka tuone jinsi watu wanatoa. Yes. Amen. Amen. Wale wanaokuzaa mabosi, utawaona tu. Wale wakina Kaini. Alafu uzuri wa Kaini ni kwamba andiko la baba alipokataa vitu vyake, alikunjamana. Tani ya kanisa unakuta hata wale wanatoa sadaka mzuri hawataki kuwaona. Wanasimama na ujumbe hawataki kuwaona. Wanaanza kusema baba Moleki amekuja kujionyesha. Yeye amenavyo. Ekatulize chikira amenavyo. Oh sema haleluya. Nikawaambia Daudi na anasema, "Jinsi unavyotoa, hatua zako Yesu anaziimarisha. Wewe utanunua shamba Yesu. Hautajenga unajenga. Utapata kitu unapata kitu." Oh sema haleluya. Ni kwa sababu hatua za mwanadamu Yesu uziimarisha. Asante. Acha niheshimu madhabahu.